Katika kipengele hiki nataka nikumbushe nafsi yangu na kila mtu atakayenisikiliza. Unapodai haki yako, chunga haki ya mwenzako. Huu ni msingi muhimu sana katika uadilifu. Imetokea mara nyingi wanawake wanaingia kwenye uchafu wa zinaa kwa kuwalipizia waume zao, na hii ni katika akhbathul a'mal. Yani imetokea mume kachepuka, mke akajua, kwa kuponya kile kidonda cha mume kuchepuka, na yeye anakwenda kuchepuka. Nimemsikia mtu mmoja anasema kwamba kuna wakati shetani anamjia, anafikiria kumlipizia kisasi mume wake baada ya kuthibitisha kwamba mume wake amefanyaje, amechepuka. Hii kisasi unalipaje? Unaenda kuzini. Katika nasaha ambayo naipa nafsi yangu na kila anayenisikiliza, katika moja ya madonda magumu kwenye moyo wa muumini ni donda la zinaa. Muumini mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, mwenye kutenda matendo mema, donda la zinaa linamtesa mno. Kwa usifikirie kuthubutu kuzini. Donda la zinaa litakukaa moyoni mwako milele. Kama kuna vitu ambavyo vitakutesa kwenye imani yako, ni donda la zinaa. Sasa usijitengenezee mazingira ya kwenda kujuta maisha yako yote kwa kulazimisha kufanya kosa hili la zinaa eti kwa sababu unataka kumlipizia mume wako. Ni ahwanu alayki, ni jepesi kwako kutoka kwenye ndoa, ni jepesi kwako kuliko kusema ubakie kwenye ndoa alafu kamlipizie kwenda kuzini. Huo ni katika upumbavu mmoja wa hali ya juu sana, na ni majuto. Yani kama imekuchoma sana, umekereka sana, basi bora utoke kwenye ndoa kwa kigezo kwamba wewe ni muumini na yule bwana ni mzinifu. Haitakiwi kuolewa mwanamke hafifa na mwanamume ambaye ni zani. Hicho kigezo unaweza kukitumia. Lakini kusema unaenda kulipiza kufanya zinaa, na hisi hata mamlaka za mbinguni zitatetemeka kutokana na zinaa hiyo, kwa sababu Allah tabaraka wa taala kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yughar, hakika Allah anapatwa na hasira, patwa na wivu, an yaznia abduhu au antaznia amatuhu, kwa mja wake kuzini wa kiume au mja wake wa kike kuzini. Ili jambo linatia ghadhabu na hasira za Allah tabaraka wa taala kwa zinaa. Sasa hizi zinaa ambazo zimeenea katika jamii, wewe usiwe katika hao. Kama Allah anafarijika kwa waja wake kuto kuzini, basi iwe ni katika waja wake hao ni wewe. Sio yaeleka. Na kwa ule msingi wa Allah tabaraka wa taala kukataza zinaa kuanzia kwenye mwanzo wake kabla kuingia katika tendo. Huo ni msingi mama kuuheshimu na kuuenzi, kwa sababu watu wengi wameingia kwenye uchafu wa zinaa kwa sababu ya kuchezea huu msingi, wala taqrabu zina. Sawa? Na uchamungu katika uchumba ni moja ya alama ya wema wa uchamungu. Katika uchumba ni moja ya alama ya wema wa, lakini ulimwengu wa sasa na maendeleo yake ambayo mengi yanaleta madhara, ili janga la watu kufanya uzinifu kabla ya kuzini kwenyewe limekithiri sana kwa wanandoa wengi. Sawa? Kiasi ambacho binti afifa yupo na bikira yake hajaingiliwa, lakini ameshaziniwa kila kitu kwa sababu ulimwengu huu wa mitandao ya kijamii. Anarusha mpaka utupu wake kwenda kwa watu. Sawa? Na hao watu wengine pia nao wanarusha tupu zao kwake. Sasa hapa imebakia nini kwenye zina? Tendo, ndio? Wanakuwa tayari yashazini kabla kuingia kwenye zina, kwa sababu macho mawili yanazini kwa kutizama, mikono miwili inazini kwa kunyoosha, kutoa na kupokea, miguu miwili inazini kwa kutembea kuelekea kwenye uzinifu. Tunasema alayhi salatu wassalam, wa yusaddiqu dhalika alfarju, na utupu ndio unaenda kuhitimisha zina hiyo. Lakini hizi zote katika mukaddimat, hizi zote ni zina. Na mara nyingi nimekuwa nikihusieni, kama unafikiria kuolewa, lengo lako lio kuolewa tu, usianze kona kona maneno mengi kwenye mitandao ya kijamii na nini, haikusaidii. Acha uswahili. Nasallallahu husnal khatima, Allah atupe mwisho mwema.